Magonjwa yasiyoambukiza yameendelea kushamiri nchini na kuibua wasiwasi kwa wataalamu wa afya, huku magonjwa ya figo yakitajwa kuwa miongoni mwa yanaongezeka kwa kasi kutokana na hali hiyo. Wananchi wametakiwa kujenga utamaduni wa kupima afya ya figo mara kwa mara ili kubaini mapema changamoto za kiafya na kupata matibabu kwa wakati. Katika kukabiliana na hali hiyo, taasisi ya Moyo Jakaya Kikwete JKCI imeleta kambi ya matibabu ya uchunguzi wa matibabu ya figo bila malipo kwa wakazi wa Arusha na maeneo ya jirani, ambapo takriban wiki moja wananchi watapata fursa ya kupimwa pamoja na kupatiwa ushauri wa kitibabu. Wakizungumza na waandishi wa habari siku ya leo, madaktari hao wameeleza namna gani watashirikiana na wananchi kuwasaidia na kutatua changamoto zao. Mimi ni Pendo Gorton, SQF TV. Naitwa Dr. Emmanuel Lema, ni daktari bingwa wa upasuaji, lakini vile vile ni mkuu wa huduma za upasuaji kwa hospitali. Tunapenda kuwaarifu wananchi kwamba tutakuwa tuna kambi hapa ambayo imeanza jana na itafika mpaka siku ya Ijumaa. Na kambi hii itakuwa na wataalamu ambao wamekuja hususani kwa ajili ya magonjwa ya mfumo wa mkojo, lakini vile vile kutakuwa na wataalamu wa mambo ya figo, lakini vile vile kuna wataalamu kwa ajili ya mishipa ya damu. Katika kambi hii tunategemea kuona wagonjwa wengi kwa sababu tunafahamu sasa hivi trendi ya magonjwa imebadilika. Magonjwa mengi ni yale magonjwa ambayo sio ya kuambukiza, na kati ya magonjwa hayo kuna haya magonjwa pia ya figo kwa wagonjwa wengi ambao wana haya matatizo. Kwa hiyo kuna huduma moja ambayo sio kila sehemu ambayo inapatikana, huduma ile ya kutengeneza njia kwa ajili ya kusafisha damu, inamaanisha kuweka zile fistula, itafanyika. Kwa hiyo wagonjwa wataona na upasuaji utafanyika na hizo njia zitawekwa fistula. Kwa hiyo tunapenda kuwaarifu wananchi wote, kwa wale ambao wanahitaji hiyo huduma waweze kufika kwa wiki hii, wataonwa na huduma hiyo itafanyika. Mimi Siendo Rugakingira ni daktari mbobezi katika mfumo wa mkojo. Iweko wazi kwa sababu magonjwa ingawa tunadina wanaume, lakini kwa magonjwa kama figo ni watu wote, mawe ni watu wote wanapata, hasa watu ambao ni maji na watu ambao wana maisha bwete, watoto pia. Nadhani hata jana pia tuweza kuona watoto kadhaa ambao wana shida ya korodani kutoshuka chini, ambao wana shida ya njia ya mkojo imekaa vibaya, haiko katika njia yake ya kawaida. Ni timu nzima ipo na kwa mashirikiano yataendelea, lakini tungeomba wakati huu watu wafike tuongee. Huwa nawaambia kwenye upande wa wanaume kwamba ni wakati mzuri sasa hivi kuongeza furaha katika nyumbani. Uje hata kama una maswali mawili matatu tunaweza tukakaa tukaongea, kwa sababu pia watu wamekuwa na division mbalimbali tofauti kuhusu mambo ya nguvu za kiume. Kwa hiyo tutaongea na tutalikuta na tabasamu langu hili na mwenzangu na wengine, na tutaongea vizuri. Kwa hiyo tusiogope. Kwa majina naitwa Dr. Frida Mo, natokea taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete. Magonjwa ya figo yamekuwa ni magonjwa yanayoongezeka kwa kasi kutokana na kubadilika kwa mfumo wa maisha. Na magonjwa haya zaidi ya 80% yanatokana na magonjwa yasiyoambukiza ambao ni ugonjwa wa kisukari pamoja na shinikizo la damu. Ugonjwa huu mara nyingi unaweza ukatokea tu kwa ghafla, na ukipatiwa matibabu ya haraka basi ile figo inaweza kurudi kufanya kazi yake katika hali ya kawaida. Katika kuadhimisha siku ya figo duniani ya mwaka 2026 ambayo inasema afya ya figo kwa wote, kuwajali watu pamoja na sayari yetu, taasisi ya Moyo ya Jakaya Kikwete imeandaa kambi maalum ya kupima magonjwa ya figo. Imeandaa kambi maalum inayosaidia mambo mbalimbali yatakayosaidia wananchi kujitambua mapema kama wana hiyo shida na jinsi gani ya kujikinga figo zisiweze kuendelea kuharibika. Kambi hii kumwona daktari pamoja na vipimo vya awali vya kutambua hayo matatizo ni bure.